fika 14. Lakini tunaweza kusoma kwanza kwa sehemu, verse ya kwanza fika 6. Ingine tunaweza kukua tuko na isoma sasa polepole kadiri kila mmoja iko na capacity ya kusoma kwa haraka. Lakini text yote ni Isaya sura 7 shairi la kwanza fika 14. Ahazi mfalme, nitarejea, na ilikuwa katika siku ya Ahazi mwana wa Yotamu mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, Resini mfalme wa Suria, na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli walipanda kwa Yerusalema kupigana nao, lakini hawakuweza kushinda. Na iliambiwa na nyumba ya Daudi kusema, Suria inafanya mapatano na Efraimu, na moyo wake ulitetemeka, na moyo wa watu wake kama miti ya pori inavyotikisika na upepo. 3. Na Bwana alimwambia Isaya, toka sasa ukutane na Ahazi, wewe na mwana wako Sari ya Suri, kwa mwisho wa mfereji wa maji ya birika la juu, kwa njia kubwa ya shamba la mfua nguo, na umwambie, angalia na utulie, usiogope wala woga wako usilegee mbele ya mikia hii miwili ya vichochea vya moto vya kutoka moshi, kwa sababu ya kasirani kali ya Resini na Suria na mwana wa Remalia, kwa sababu Suria imefanya shauri kwa vibaya juu yako. Efraimu vile na mwana wa Remalia useme, tupande juu ya Yuda na kuwasumbusha, na tubomoe pahali tupate kuingia, na tuweke mfalme ndani yake, mwana wa Tibeoli. Amina. Unabii huu ulifanyika zamani au ulisemeka zamani, karibu miaka 800. Waangalie kitu ni zamani 800 Yesu na haya zaliwa, lakini unabii mara moja unatolewa. Sasa ni Isaya wakati hapo nafanya kazi ya Mungu kwa wakati ule. Mnajua miaka ya mbele ilikuwa inahesabiwa ni kama wanarudia nyuma, lakini sisi tunakuwa kama tunaenda mbele. Sasa tunakamata Yesu, manake tunakamata 1 2 3. Sisi tunakuwa kama tunakuwa kama tunarudia nyuma. Sasa uangalie kitu ni zamani. Lakini inafaa kujua kwamba habari za Yesu tena zilikuwa zikishasemeka tena mbele ya Isaya. Ni wakati gani? Wakati Musa naye alikuwa alishasema juu ya Yesu. Aliambia taifa ya Israeli, siku moja Mungu atainuaka katikati ya watu wake nabii mkubwa kuliko yeye. Ile inaonyesha jinsi Yesu ni wa zamani. Tena mbele tena alikuwa akisema uzao wa mke utaponda kishingino cha adui. Nikisema Yesu ni wa nyakati ngapi zote. Wakati tunaposema shida, mateso magumu, mahitaji ni sehemu ya kila mtu maishani mwake. Ni wakati tunaangalia hapa kwa nyakati zile, wanasema kuko mfalme ambaye tunamuita Ahazi. Huyo mfalme waliweza kumuonesha jinsi anatokea wapi, kutaka kuonesha jinsi Mungu anajua kila mtu hapa, anajua na shida yake. Haleluya. Mfalme angalia, wanaleta detaye yake, kizalikio yake, kusema iko mwana wa Yotamu. Tena wanaonesha somo yake, kusema iko mwana ya Uzia. Nikusema sie wote kitu kwa hapa, Mungu anatujua na anajua wenyewe alituzana, anajua wasukuli yetu, anajua na siku zetu zote. Haleluya. Huyu mfalme ingawa ni mfalme, lakini matatizo ilimjia. Mara mingi mwenye kumshida, mara mingi watu mingi wanazaniaka kama akose wafalme
yeye problem zake zinaisha. Hazishake zinakuwa haziaisha. Au mara nyingine wengine akasikia mtu alifika Hong Kong ni commerçant. Mara ndani kama mara yote mara bilishakuambia. Sijui vile watu wanawazaka tu. Lakini sasa angalia, huyu ni mfalme. Tena ni mfalme wa wapi? Wanasema ni wa Yuda. Sasa tunasema Yuda, ndio kenyewe wanasema kwa sababu sasa tunasema Yuda maana yake tunataya na Yerusalemu pale. Au tunasema mji wa salama. Ndio walitangaza unakuwa mfalme katika Yuda. Ilikuwa cheo cha juu. Sasa tena wale walikuwa consider kama wao wanamcha Mungu kuliko Efraimu au tuseme makabila 10 ya Israeli. Na hiyo kwa wakati historia hizi inaendea kabila 12 ifika wakati yenyewe wanagablana. Isikenda hapa na David kaenda kote nyingine. Sasa hii disi wakabakia na jina original ya Israeli lakini wanashacheka kapitali. Wakaikamata Samaria. Hii ile nayo ikabadilisha jina ya nchi lakini nao sasa wanabakia na original ya kapitali. Yenyewe tunaita nini? Yerusalemu. Ndio vile walitembea. Wakati walitembelea hivi sasa angalia Ahazi ingawa ni mfalme shida ikamtokea. Wanasema nini? Wanasema Rezin mfalme wa Suria. Na nani? Na Peka mwana wa Remalia. Remalia ni mfalme wa Israeli. Wanajikoalize. Wanafanya coalition kupigana na nani? Kupigana na Yuda. Wakati wanajikoalize kupigana na Yuda, manake wanapigana na mfalme, wanapigana mara na watu yake. Simnaona kama mara moja inakuwa kama ni shida personnel, lakini tena ikishakuwa shida yenye collective yenye na kamata mara moja taifa yote au nchi yote. Iko grave. Wakati ilipofika mwele dimasio yenye inaonesha jinsi ilikuwa shida yenye imefikia hawa watu. Namna vile wanaile kile hapa ikawafikisha kwa hali moja yenye haiko ya kawaida. Yenye haikuwa hali yao ya mbele. Sababu gani? Kwa sababu sema wanakupigana walipanda kupigana nao lakini hawakushinda. Verse 8. Na iliambiwa na nyumba ya Daudi kusema, pale ni habari. Pale ni habari inakushia mfalme na inakushia na watu wake. Na iliambiwa na nyumba ya Daudi kusema, Suria inafanya mapatano na Efraimu. Na moyo wake ulitetemeka na moyo wa watu kama miti ya pori inayotikisika na upepo. Nataka kuambia shida zinatofautiana. Yao yenye ilikuwa pretty grave ni namna gani? Angalia taifa ya mataifa inajikoalize na taifa ya Israeli. Hamona kitu iko pretty grave. Mara nyingine wanasemaka adui wa ndani iko nguvu kuliko adui wa nje. Imagine unakuwa na mafarakano pamoja na ndugu yako mwenyewe mlizaliwa na tumbo moja. Ile iko pretty grave kuliko ya mwenyewe iko mbali. Maana Israeli hapa walikuwa ni ndugu yao. Sio kwa ndugu yao, sikini mnajua. Na mpaka hii hali ilienda kufika wakati Yesu alionekana, ndio ulikutana Yesu anafika kukisima, nika Yakobo. Si ndio tatia wote. Asema Wayuda hawana, asema hatupatani na nyinyi. Tena unaona dalili pamoja. Sasa kwa nini hii disi Efraimu au tuseme Israeli? Kwa nini wafanye mapatano na watu ya nchi wa mataifa kontra hii taifa mbili? Hamna kitu kilikuwa grave. Mara moja sababisha hawa kutetemeka, na ile kutetemeka yao wakaigize walipavalisha forme. Wasema waletetemeka kama vile miti ya pori inavyotikisika kwa ajili ya upepo. Sijui kama walikamata ile jua nini. Maana inawezekana kule kulikuwa miti. Na ndio sio wenyewe tulikuwa mala kule kwa village sasa vile kipese pale kile ndio nilishaba pia siku moja. Sasa tulikuwa melonge. Ni jua wanatuambia wanasimisha kisha pale. Maana pale kile ndio kama ulikuwa unataka elekea kule nani
Mungu. Pale tu unafika pale, kulikuwa manake mianzi yenyewe juu ya pepo. Unazania kama mtu alishaficha pale. Sasa ilikuwa naleta na sio oga. Unasikia pepo. Na ingine fiu. Ni upepo njoo iko na tikisa miti. Sasa wakati ile nayo wakati mtu watoto ilikuwa tuletea oga. Sasa na hawa wakati yenyewe wanaonesha kitu namba alitetemeka, sawa vile miti inavyotikisika wakati napopita kwa upepo. Ilikuwa tu ni experiment woga ya hao watu jinsi ilikuwa nguvu. Ninawaambia katika maisha ya kila binadamu yote ule kuna mashida mbalimbali na zingine mara zinalinganaka na race sociale yenyewe uko ndani yake. Kwa sababu huyu race sociale yake ilikuwa ni mfalme. Maana yake shida yake vita ndio ilikuwa. Mekuko na wengine shida zao ingawa hauko mfalme, lakini huko na shida zao zingine zenye zinafanana au zinalianishwa na race sociale yako. Mais toutefois, il faut que you hizi tuko hapa. Kila mtu iko na kaparsele kadogo ka utawala yake. Ndio hapana? Ndio hapana. Kila mtu iko na kaparsele ka ufalme yake pale. Imagine baba wakati anakuwa mnyumba. Mnadhani naye iko mfalme. Iko mfalme. Sasa Roho Mtakatifu aliwapa jinsi. Inawezekana baba abamnyang'anye heshima yake. Ndio maana anasema mitume mwandike, enyi wa mama mtii nani? Waume yenu. Kwa sababu alijua jinsi inawezekana ofilita kutakuwa wanawake wenye hawapendi heshima. Sasa mara moja baba anakuwa katika huzuni. Naye namkamata, naye shida inampata pale mara hiyo kwenye iko. Kile mfalme naye yake inamkamata pale. Na mama naye iko na ufalme yake yenye anagarde pale. Sasa iko na watoto yake. Sina ni mfalme mkale kaparsele kale kashama. Lakini naye iko kuna shida zingine zinamfikia pale. Na balimashi sijui na watu gani. Sasa wakati huyu inapofika pale ilibidi apate tena habari za mzuri, kwa sababu hii habari za vita zilikuwa za mbaya kwake. Sasa kama mtu alipata habari ya mbaya, inabidi apate tena habari nzuri ambayo inaweza kumsaidia au yenyewe inaweza kuleta jibu kwa matatizo ambayo anatraverse ndani yake. Alafu ilipokuwa hivi, bara moja Bwana au Mungu, verset 3, aliambia Isaya. Tunajua sote jinsi Isaya alikuwa nabii, prophète majeur. Pale haikuwa manake gravité ile shida iliomba solution iko juu. Na mwenyewe anatuma iliomba mwenyewe anachaguliwa. Isaya alikuwa haikuwa n'importe quel prophète. Banatafuta prophète, Mungu anatuma Isaya. Sema toka sasa ukutane na Ahazi, wewe na mwana wako Sari Yesu, tena najua na mtoto Isaya, kwa mwisho wa mfereji ainsi de suite. Alafu nilijiuliza nasema, kwa nini Mungu wakati anakamata profeti, kwa nini anaruhusu anasema aende na mtoto yake? Nilijiuliza hivi. Mara moja ninakumbuka somo zenyewe Prosi na Kalendera walikuwa wanatufundisha, sema tusikwenda acha watoto nyuma. Sitisha sema zetu. Asema sikuwa nasema mimi naenda kukanisa, nyie mtabakia mko nafagia. Mtabakia mko nafuga, mtabakia mko nafanya hapana. Alisema watoto nao tuwashirikishe kwa mambo ya Mungu. Tuwashirikishe kwa utumishi ambao tunafanya. Tuwashirikishe kwa mwenendo unaofaa watakatifu. Ndio maana Mungu anasema Isaya, uende kukutana na Ahazi, lakini uende pamoja na nani? Na mwana wako. Na wanatea shida pale. Nawaambia kama tunajifundisha kuelekeza walio wa jamaa, kuelekeza walio watoto, lakini kama utakubali sasa hii wakati waliposema ile ni kusema mtoto atakuwa iko angalia namna vile nabii
ako nafanya au vyenye atasema mbele ya Ahazi. Na ukiangalia mtoto anapratika vyenye anaona mtu mkubwa anafanya au mzazi. Sasa wakati ilipofika hivi, Mungu anamwambia Isaya, anasema verse 4, umwambie vyenye taambia Ahazi. Hapa viko na degree karibu 4 pale. Wale sema aende mwambia nini? Verse 4. Ile kitendo ya kwanza angalia. Ya pili kwa nini? Utulie. Tulia kwanza. Ile kwa kupita pia nyuma. Tulia. Na kama unakuwa na shida, unatafuta suluhisho mbaya bila kutulia. Mara nyingi unaweza shindwa kutulia kwa resulta yenyewe ya mzuri. Ukashindwa tu kutulia. Unababaika mpaka na saa ya kusamba. Kuko wakati nyema na kumbula kitu huyu mtu haya fuliwaka kwa hata siku moja. Anaeleza akose tena kikuwa na sheria mara moja unabana muhimu na haki yake wachayo agency yao. Adakutulia inashindikana. Vile vinafanyika kule kukura lakini wanasema angalia kwanza. Muangalie. Kisha safanya nini? Wewe mwambie sema atulie. Kisha tena nyuma pale asiogope. Zile ni hatua zenyewe zinahitajika kwa kila mtu yeye yule mwenye anangojea jibu kwa Mungu. Haleluya. Kama unashindwa zile hatua, mara nyingine na suluhisho nyingi kwa nzuri kwako, mara nyingine utashindwa kuishika vizuri. Na pale hautapata suluhisho kwa matatizo yako. Usiogope. Verse ya ile ya 4 nasema wala moyo wako usilegee mbele ya mikia hii. Sijui nasema moyo wako usilegee. Ninawaambia kuko nafasi zenye tunaweza kupata maproblemu. Tunasema ni sehemu ya kila mtu binafsi, kila mtu. Mara nyingine tunapimaka angalia kama ole yeye akose haya kutaka mwiki kipindi, yeye akose haya watu magumu. Hapana, akikuelezea hapa utashangaa. Akikuelezea hapa utashangaa. Sasa wanasema usilegee mbele ya hii mikia miwili. Na ndio anasema hivi. Si ni Mungu ndio anaambia Isaya, uende ambia huu mfalme asikizi. Hii ni mikia miwili. Kweli mbele ya watu, kweli ni mikia miwili. Mungu ndio anasema, Mungu ndio anashamba watu. Ndio anaonyesha mimi mbele yangu hii mataifa mbili kwangu. Wala mimi kama binadamu, macho ya binadamu. Mimi nawaambia wakisema zurie. Zamani wanasema Egypt. Mimi nawaambia ile zamani wanasema Egypt inakuwa pigana na nyinyi. Suria. Na ingine ni Baamoni. Baamoni baba alifikaga na kunivo banatetemesha Israeli mpaka na kupiga ngano. Naomba uifiche uende ipigia mkaketu au tuseme mulinga. Watu walifika kwenye nivo. Lakini sasa sisi tunaona kwanza jinsi ni watu wa nguvu. Lakini Mungu yeye sababu yeye ni mfalme wa wafalme, kitu anamtaja katika kitabu ya Ufunuo na vya manabii vyote. Sasa yeye ndio anasema hapana, hii ni mikia miwili. Kile ni cha kwanza. Naomba waambie Ahazi vipi? Waambie Ahazi vipi? Cha pili. Nyuma ya mikia tena anabadikiri, anasema tena ni watu wa namna gani? Ili mataifa mbili ni kama vichochea. Mnisaidie. Ni kama vichochea vya moto vya kutoka moshi. Sijui kama mnajua vichochea vya kutoka moshi. Siku lugha ya mama wanasema bishingani cha. Kusema bishingani cha iko kuni. Akose mbele ilikuwa kama inawaka, lakini kwa wakati fulani haionyeshi kitu inawaka, lakini moshi ndio inaanza tokea. Sipole maanisha shushe mataifa mbili, ingawa kwa macho ya watu inaonekana ni mataifa yenye makali. Itakuwa ndio makali kwa watu ya watu, lakini haitakuwa mara moja makali kwa nini? Kwa Mungu. Ni kusema nini? Mara moja shida zenyewe unaweza kukutana hapa kwa dunia. Mara moja inafaa kuwa na tabia usizi
na utatoka mwenye hali ya kutetemeka sawa vile miti inayotikisika juu ya upepo, na utatoka mwenye hali namna gani? Sisi tunawaambia sijui kwenye kama mtu hapite mwenzi njia za Mungu, au kama mtu hatosheke na yenye Mungu analeta, au yenye Mungu anapatia wa profeti walete kwa. Sasa na hutapata solution. Na mara nyingine utapata na hii nyingine tunaita AVC. Zinaweza kukushika. Wangapi wanajua gravity ile maneno AVC iko accident vasculaire cerebral. Ni wakati yenyewe shida mara moja ulivimbisha kitu. Sasa kama mara moja kishakuwa yulu kulingana na Mungu, na mara moja inakuletea na huzuni. Au watu ya Mungu mimi nawaambia hawakuitwa kwa watu ya huzuni kila siku. Mnadhani watu ya Mungu iliomba waishi huzuni kila siku? Hapana. Mwangalie wakati wa Nehemia wanasema furaha ya Bwana ndio itakuwa nini? Ndio itakuwa nguvu. Lakini kama mnakuwa na huzuni kila siku, mara nyingine na problemi akosi ya kidogo na hiyo nazi zinabishana. Mara moja utarekolte manani makonsekansi utazipata. Maana walisema katika Mithali mzee kalekelewa tusomee katika Mithali sura kwa vitu vya kuepuka wakati unapofikiri juu ya Mungu. Mithali 17 verset 22. Angalia ukifanya analysis watu mingi kama wanapata vya kusema na nyinyi mnaenda katendeseke, unadhania kama mtu ni Mkristo sana, unadhania kama ni wa kiroho sana. Tena sasa utaenda mchunguzi ule mwenyewe kuna kuintimidate anateseka. Mwasharati wa mwingine wa nguvu. Mwizi manake mwizi wa haut niveau. Wafisho wanasema mwizi de grace mais. Na kama kama ile term ninapotaka na muda nitatekwa mwizi wa grace mais. Lakini unaona nani anapata vya kukuambia wewe unaona na kukanisa na wenyewe mnaenda kwa Levesenge. Haone kama hapana anaficha huzuni iko ndani yake. Sasa unakuwa nadhania anajirepeleka kwa Levesenge. Kumbe iko na problem. Haleluya. Ile ni Herode. Lakini naye mwambie anasema tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana. Kwa kumsaidia ampresente Yesu. Sasa Yesu ni habari njema yenye inaleta suluhisho kwa watu yote. Namna gani? Ile habari hii njema ilikuwa njema kwa sababu makarifikasi zingi walitia pale wasema kwa sababu amezaliwa Mwokozi. Ndio wanasema. Lakini ule Mwokozi wanatia neno kusema iko Kristo. Na Kristo sie kwa hiyo wakati tunaweza kuwa sama tunasema tu Kristo. Kwa tunaikamata tu Kristo. Lakini wale Waebrania akosi na Greek sijui. Baba neno Kristo. Pale mwisho tena takabambi. Kristo. Ndio Kristo. Kristo. Wanasema sisi tunasema tu atore ya travers. Tunasema tu. Lakini mimi nawaambia kule kwa Ibrania na Bagre kusema Kristo ni kitu cha kabambi. Bali kitafsiri kusema Kristo ni kusema wewe ni mpakaliwa. Na wakati yenyewe mtu alikuwa mpakaliwa, munani mu ya zamani, mtu alikuwa anapakaliwa mafuta kwa vitu tatu. Unapakaliwa mafuta kuwa mfalme. Ilikuwa kitu cha kwanza. Unakuwa mpakaliwa kuwa kuhani, sacrificateur. Unapakaliwa mafuta kuwa nabii. Njoo praktiki zingine zilikuwa nafanyika zamani. Alafu sasa malaika sasa hivi kuna detail huyu Mwokozi kitu atakuwa ni Kristo. Pale anasema anafanya kitu iko mfalme na ndio kitu tulisikia Dimashi na nini? Na Jedi. Tulisikia hivi. Yesu kama mfalme na tukasikia ile Dimashi nyingine ikaonyesha kama ni Mathayo yeye sasa amueleza hapo. Yeye atamueleza kama mfalme. Lakini wengine naye atamueleza kama nini? Kama sacrificateur. Yesu ni Kristo alipakaliwa mafuta kuwa sacrificateur. Tena sacrificateur mwenye iko mkubwa kuliko sacrificateur wote. Haleluya. Na inafanya kuwa mkubwa namna gani? Kwa sababu wa zamani babo alikuwa anaenda na damu ingine au damu ya kondoo. Wakati anaenda tosha dhambi zake na za taifa. Anaenda anakamata ng'ombe au mbuzi yenye inakosa. Anakamata. Tena anaichunguza kabisa. Lakini Yesu
mkubwa. Sasa vitabu vya Zaburi ndio tunazoea kusema iko mkubwa, iko sacrificateur mkubwa, kwa mfano wa Melkisedeki. Ndio walishamtia tena yulu, na kama iko yulu ni kusema hata shindwa problemu ya zote. Na ndio maana wakati alikuwa anatembea katika misha kusema maombi yake, unaweza kunasema kazi yenyewe ulimetoma nimefanya nini? Nimeimaliza. Kwa sababu ukifanya kazi na hauimalizi, mara nyingine unashindwa kufanya raporo. Lakini Yesu anasema kazi yenyewe ulimetoma baba, mimi nimeimaliza. Iko mtu anamtuma kwa shamba. Sasa shamba inamezirea kwa sababu alikupatia kusema mtere watakupatia 10 metre kare. Kisha unafanya metre moja na nusu, unaweza kurudi kunyumba. Kweli watakupotea mzuri. Na vile vinatokanaka na wakati yenyewe akili yako inaanza kukamata pale ya mbaya. Zamani ilikuwa nakuwa tunaenda kushamba. Sasa tunaenda kushamba, maana ilisifike tu akili na kukushia tu mkicho kusema hata bamvile kama takuli. Sasa tuko vile sisi tulikuwa na wazi. Unaanza hata kama takula. Basi kama ataenda mshamba, basi ataenda mshamba watu wote. Pale na mtarudia kunyumba. Sasa unaanza wazi vile. Pale uko na experiment uvivu yako. Kuna experiment uvivu. Lakini Yesu yeye hakuwa vile. Yeye akasema mimi kazi yenyewe nimetuma nikufanya nini? Nimeimaliza. Hamuone kama amekuwa sacrificateur mkubwa kuliko wale wa sacrificateur wengine. Zamani wengine hawakumalizaka. Walikuwa natamkia mpaka sasa mkongo unasema tutajenga barabara. Sasa unakutana makundi unasema amtafika kuna gani? Inaenda ishia pale. Maana ni kama kwa makaratasi ishia kuna gani? Kumbe inaishia kwa muniki. Yesu hakufanyaga ya vile. Yesu hakufanyaga ya vile. Kazi uliyometoma nimeimaliza. Hivi Yesu kizi tulisema iko jibu kabisa yenye ni jibu kwa matatizo na shida ambazo tunazozikuta hapa kudunia. Pale ungeangalia sema ni shida gani yenye inakutetemesha? Tuko nataka ingia mdeni vetkonge. Tuko nataka ingia mdeni 2026. Hapo siku na shida zako. Ni za wapi? Zenye zinakutetemesha kabisa. Hata kuambia kitu kingine, tutakupresenter Yesu Kristo. Sema ni mwokozi, iko mfalme, mwenye ashitwake chochote, iko kuhani, mwenye ashitwake chochote, iko nabii, mwenye ashitwake chochote. Au tutakuonyesha tu Emmanuel. Tuko mbalionyesha kama mwingine Emmanuel ataonekana. Kwa vitu vyenyewe unafanya na vingine vyenyewe haiko shida, unavifanya shida. Lakini tunajua shida yenye iko yulu kwa shida zote ilikuwa tu ni problemu ya dhambi. Ndio yeye akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Lakini zingine unaweza zifanya kama ni shida, hata na hizo shida. Kwa mfano, bondio, na watu ni shida. Wakati ni mtu anakosa mtoto, sina kwa shida kwake. Sasa unasema mie Mungu ananipatia hata mtoto mwenye atakuwa na pasula vibakuli. Tena ulipompata tena kisha pasula tena unaanza sema hii nguruwe na pasula yangu. Mbona sasa unasema kama ilikuwa shida pale mbele. Sasa Mungu alishaleta suluhisho kwa sababu anasema yeye ndio anazalishaka na nyama mpoli. Sio vile maafisa tunasema. Sasa kisha kuzalisha tena unaanza sema angalia pepo ile ikuya mwenye nyumba kupasula vibakuli. Kwani ni pepo? Baada nyingine ulishindwa kuelewa mwenye iko supreme. Mwenye anaweza kuleta suluhisho kwa matatizo yao. Na mwingine mwenye hana bwana anazalia kama mwenye iko na bwana ndio mwenye hana shida. Sasa kumbe na mwenye iko na bwana tena niko na peleka nyumba nao. Huko babile. Huyu mwenye hana anaweza hata nikipata hata kilevi basi. Kwani kilevi? Ningepata hata kilevi basi. Anasema tu. Lakini kwa sasa ile ni katikati ya watu sasa ndio wanasema hivi. Sasa mwenye iko ndani ndio maana natasikia huko. Kwani natasikia huko? Tazama bikira atafanya nini? Atachukua mimi. Naye atazaa mwana. Na utamwita jina la Emmanuel.
Manake Mungu pamoja nasi mmatani. Basi Mungu atubariki.